بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، tumesimama jana katika surati As-Saffat aya ya 64. Tumeanza tu na baada ya aya za nyuma kuelezea habari za watu wa peponi na stari zao na makaribisho yao wanayopata katika vitu vizuri vizuri. Hapa makaribisho ya watu wa motoni, na Mungu atuepushe nayo inshallah. Wale walikuwa wanasema inna hadha lahu al-fawz al-azim بالنسبه لاهل الجنه, wanapokuja katika aya 60, na tukahimizwa kwa ajili ya kupata vitu hivi limithli hadha falyamal al-amilun. Mfano vitu kama hivi watu wafanye kazi waipate pepo. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Kwa hiyo kuna tanafus, mashindano, kila mmoja apate stage ya juu kabisa ya peponi inshallah. Allahumma ja'alna minhum inshallah. Halafu masala ya kauli tumezungumza nuzulan, adhiyafa, kukurubishwa, nuzulan min ghafurir rahim. Hii nuzul yatajwa hapa bado starehe za dar al-muqama fi al-abad, al-aisha al-abadiyya, al-khulud fiha, baadaye inafuatia. Lakini kwanza kama unapokwenda hoteli ukakaribishwa kidogo, unapewa glasi ya juice hivi na nini, kaki chako una register, alafu tena unakwenda unakaa katika chumba chako huko. Kadhalika hii nuzul bas, na nuzul nini? Ile dhiafa ya temporary ya ghafla ya kukaribishwa. Iko ile nuzul kasim ma'in fawakih wa hinak mukramun, alafu wa qasirat at-tarf 'ain wazuri min ahli nini katika hurun 'ain. Hayo kwanza mbaya makaribisho haraka, alafu baadaye kuna dar al-muqama, kukaa hayati al-abadiyya baada ya kwamba khulud fi janna am khulud fi nar, wal billah. اللهم اجرنا من النار، اللهم ادخلنا الجنه، اللهم ادخلنا الجنه. hapa nasema dhalika khairun nuzula. An-nuzul wale makaribisho, sio kukaa hasa mfukaa nafuatia baada nuzul. Dhalika khairun nuzulan am shajaratu zaqum. Ina maana kwamba shajaratu zaqum kwanza ndo nuzul tu, ibada makaribisho tu, ama kula kwenye hasa baadaye. dhalika khairun nuzul am shajaratu zaqum inna ja'alnaha fitnatan للظالمين. 63 إن جعلناها نيني هذه الشجرة متوجهة من الزقوم، مجعلها كما فتنة عذاب. قول فتنة معنى عذاب، إن ابتلاء امتحان، كذلك معنى فتنة. لا يوتي هاي نقول معنى جعلناها فتنة ذلك للظالمين. يكون كله ni adhabu kwa dhalimin siku ya kiyama. Iko kwa duniani fitna na imtihani. Je, mtaacha mambo yenu au mtaamini mfanye khairi? Najana fitna lidhalimin, fitna kubwa sana, yani mtihani mkubwa sana. Na aliposema innaha shajaratun takhruju fi asli al-jahim, innaha shajaratun takhruju fi asli al-jahim, hakika mti huu unaotoka katikati ya jahannam. Hakuna kumuuliza swala Mwenyezi Mungu, vipi itakuwa hivi? Maneno haya yaingia akilini. Unajua sisi kama tulivyosema Abu Jahil kasema nini? Kasema sasa iko mtu wenyewe uko motoni na mti unaunguzwa na moto, utakuwa mti tena? Na Nabii Ibrahim aliporumishwa kwenye moto, Mwenyezi Mungu akaamrisha moto uwe ya nar kuni bardan wa sharaban bardan wa salam, astaghfirullah, bardan wa salam ala Ibrahim. Asio bard, usimtie joto ile kama ndo AC kuna na salama, nisimunguze, kata kamba zote zitaungua, lakini asimungue.
moto ule umeunguza kamba na umemwacha Ibrahim asione ile baridi tu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anapofanya jambo ametuonesha hapa duniani. Amemfisha mtu Uzair 100 amin thumma ba'atha, amewalaza ashab al-kahf 300 sinina wazdadu 9 miaka 309. Amempaisha Isa ibn Maryam, na hayo yote khariqun lil'ada, kinyume na desturi. Nabii Isa kana yuhyi al-mauta biidhnillah, asio ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله, anaponesha wakoma na vipofu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu usiulize kwa nini anafanya hivi, vipi itakuwaje miti huwa inaungua kwenye moto. Sababu moto, mti utatoka katika moto, na mti utatoka motoni. Kasema innaha shajaratun takhruju fi asli jahim, huu ni mti ambao unaotoka katikati ya jahim au chini ya katika mizizi yake kwenye moto, na mti wenyewe kutokana na moto. Kwa hivyo si jambo kubwa kwa Mwenyezi Mungu kufanya hivyo. Kwa hivyo wamefanya maskhara mingi sana kuhusu nini, kuhusu Zaqqum. Wakasema mtu Zaqqum, wakasema nani huyo, Abu Jahl kasema nini, kwamba vipi mti huu uwe motoni utaliwa na moto, kwa hiyo utakuwa hakuna mti tena. Kama la, huo asili yenyewe huo mti made of nut, moto, asili yake kutoka kwenye moto na mti wenyewe wa moto. Kwa hivyo hili jambo kwa Mwenyezi Mungu si kubwa. Kwa hivyo unapokuja kwamba mti kama Zaqqum ambao umetajwa katika Qur'ani sehemu 3 katika sura Ad-Dukhan, inna shajarata az-Zaqqum ta'amul athim, chakula cha watu waovu wenye kufanya madhambi. Na tena chakula hichi jinsi, kwa sababu asili yake kutoka kwenye moto, basi imekuwa kalmuhli, kama shaba iliyoyayushwa, kalmuhli yaghli fi al-butun, inachemka katika matumbo. Kuchemka kwake kaghali al-hamim. Na mara nyingi hamimu inapotumika katika Qur'ani inakuwa ni maji yenye kuchemka sana. Ghali hamim kama mchemko nini, kwa maji ya moto sana. Al-hamim adatan huwa al-ma'il al-munsahir as-sa'il alladhi balaghat ghayat al-harara, harara ya juu kabisa, moto wa kuwaka wa kuchemka, sio kama duniani kabisa, mchemko wake wa juu kabisa. na kadri utakapofikiria harara fi dunya غير harara fi akhirah, iko juzu min 70 juzu mara 70 zaidi pia. Kwa hiyo kuchemka kwa maji haya kwa hali gani, au shaba na kuchemka kwa hali gani? Ghali hani subhanallah. na kule katika nini, إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم. تقول كتمتي كتكان من زقوم فمالئون منها البطون، متجازا لنياك mtajaza matumbo yenu kwa chakula hichi. Na anasema mti huu innaha shajaratun takhruju fi asli jahim tal'uha mashada yake na matunda yake wanaita tal'uha kwa sababu tal'uha ni thamaruha, matunda yake kwa sababu sumia tal'an liannahu yatla fihi minha, upanda ikatoka mazao yake. Kwa hivyo mazao yake tal'uha ndio wenye kuliwa wewe. Tal'uha ni kaannahu ruusu shayatin, mfano wake nini? Kaannahu ruusu ashayatin. watu almustashriqin wakasema Allah yadhribu almathal katika jambo kitu ambacho nini hakijulikana, shubiha majhulan bimajhul, imeshabihishwa kitu ambacho majhul, kana ruusu shayatin. Hao shetani tumeona sasa shajara Zaqqum tumeona mfano wake, mfano shetani ruus, vichwa vya shetani, vichwa vya shetani tumeviona
طبعا موضوع كما هذا احنا لا نرى الشيطان hatumuoni shetani au sio wala hatujui vichwa vya shetani vimekaa vipi la naarif haruhusu shayatin vimekaa shipu gani au sio vimekaa vipi walakin jarat alada والدستوري يقوم siku yote عند الناس wanatakhayal wana imagine kwamba ukitaja shetani kama kwamba unataja hofu na ru'b na shaud na haul taabu shida nini vitu vya kutisha vitu uso wa kutisha hauwezi hata kutazamika bali wa kumtia mtu hofu na kukimbia sio picha tulikuwa nayo na taban kama alivyosema mfano huu pakatumia mfano kinyume chake kwa vitu vizuri pia kama ilivyotumika qubhu shayatin uovu wao na kutisha kwao ni sasa nini ilo watu wanavyotakhayal kama malaika anakuwa mzuri au sio na ukamilifu wa uzuri ulopambika na utukufu na malaika na tulipokuja katika kisa cha nini cha wanawake kisa cha Yusuf sawahibu Yusuf walipokuja akaambia haya pita sasa na nake kwa visu akawa anajikata mikono yao au sio kwa visu wao wanasema qulna falamma ra'aynahu walipomona anake Yusuf kasema nini akbarnahu wamekaba Allahu akbar وقطعنا ايديهم وكان كذا ونجكات mikono yao وقلنا وقسم حاشا لله الله اكبر ومسمعني ما هذا بشرا سيبنا لامه ان هذا الا ملك كريم طبعا ممونا ملائكه hata kutoa mfano lakini ile watu wote wanatakhayal unapotaja malaika unataja sura nzuri iliyokamilika yenye kuvutia au sio iliyokamilika kwa kila kitu kwa uzuri wake الحسن والجمال فايوه ان هذا الا ملك كريم كذلك unapotaja shetani ruusu shayatin vichwa vya shetani kama anavyosema Sheikh Sha'rawi anasema nimepigwa mfano kwa kitu nimepigwa mfano kwa kitu kisichojulikana kwa mfano kitu pia kisichojulikana akasema wachukue maartist elfu nzima wa kila mmoja mtie katika chumba chake peke yake umpe karatasi na kalamu mwambie nipigie kichwa cha shetani wataleta karatasi tupo watapiga picha za vichwa vya shetani wataleta picha ya shetani hawatoleta watapiga apigi drongi lakini na kila mmoja atapiga zinaweza kufanana shetani waka mmoja au kila mmoja namna anavyoona yeye atakhayal kichwani kwake anajulikana ikiwa kila mmoja kaweza kudraw picha ya shetani lakini kitu kinachokuwa chote in common kwa pamoja piga uso kwa wingi manywele tim uso wa kutisha macho itakuwa picha kama ya kutisha na kila mmoja anajua namna gani ya kutisha kwake kwa mujibu anaotakhayal katika brain yake katika mukh katika ubongo wake kwamba hii itakuwa picha kwa hivyo kama kwamba yule shetani anajulikana na ndio kwa maana katika binadamu mukh ibn adam kuna mambo matatu katika moyo wake katika memory yake kuna kitu hafidha na kila kitu nini dhakira na kuna kitu mukhayyala ama ile hafidha ni kitu ambacho chochote unachokiona kinahifadhi unachokiona kwa hiyo mara mkiona kwa hiyo mshajua na unaweza kukielezea vilivyo kwa namna lakini wewe unamuelezea atakuwa kidogo hapati picha kama unapata wewe kwa sababu sisi tunasema a picture is worth 1000 words picha kuliko hata nini kuliko maneno 1000 kaelezea lakini yule anaona hata baada ya miaka 20 akiona kile atakwambia kile nimekiona pala fulani kitu hichi kinaitwa kitu fulani kimekaa hivi sio na mtu asiona hawezi kufahamu hata ukimuelezea kwa maneno mangapi maneno 1000 ukisema hatupata picha kwa hivyo unachokihifadhi kile ile unachokiona alafu inakaa katika hasati shuur katika
katika nini subconscious mind wanasema wazungu. Halafu unapokuja kukumbushwa inakumbuka na mtu inakumbuka kitu hichi ndio kukiona miaka 20 inakuja inapanda katika nini katika dhakira. Kwa hivyo mambo mengi memory sisi tumejaza katika nini, lakini halafu inakuja inapanda katika akili ya ubongo nini wenye kukumbuka, halafu inatoa. Kuna vitu miaka 40 nyuma 50 nyuma labda tutakuwa msahau, lakini wewe ukumbuke yule kijana mmoja akiitwa Saidi akikaa jirani hapa alikuwa siku zote akifanya hivi sawa sasa hivi naanza kukumbuka ile fikra. Wale wawili wamecheza pamoja miaka 40 nyuma nakumbuka, lakini huyo anakumbuka uzuri zaidi labda kwa sababu kaishi naye muda. Yule aliondoka kasema, lakini anapoelezewa mtu yule anaanza kukumbuka. Wewe unataka kuinini kuichokoza kidogo ukaitoa ile maaluma ile information inakuja katika ni conscious mind, alafu inakuwa nini inahifadhi. Wewe hafidha na dhakira ni vitu ambavyo viko katika picha. Lakini sasa kuna aina ya tatu hii mukhayyala hii, tunachukua mambo ya waqi yaliyo fact yaliokuwepo kayaona na kaonekana na kila mtu, halafu yale kwa hodari mtu akaweza kutengeneza akaleta picha yusawir kitu ambacho nini kitu sura mukhayyala. Ndio kama kitu cha shetani, kila mmoja ana picha sura mukhayyala katika kichwa chake kutokana na vitu vyenye kutisha ulivyoviona katika maisha yako. Unaweza kukusanya yale yote katika kichwa cha shetani, kusema ruhusu shetani minywele timtim. Kuna mtu alikuwa manywele yake timtim, alikuwa marefu yamfunika mpaka macho yake, jicho limetokeza zaidi, mfano uso wake wa kutisha. Ukasema jicho lake kama shetani, au si umemwona wa shetani? Lakini sote tunafananisha kitu kibaya. Kwa nini? Kwa shetani. Kwa hivyo unapokuja kauli kama hii kana ruhusu shayatin, kama kwamba vichwa vya shetani, na kuna watu wamepiga picha kufanya nini, wamekufanya kama kwamba ni shetani. Hata akipiga picha vipi, ukweli wa mambo hataweza kupiga kama ilivyo, ila siku ya kuona katika moto na watu wanapoteketezwa wakasema ruhusu shayatin. Ndio alikuwa akituambia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya ndio tunayaona kweli sasa hivi. Naam, sisi muuminin tunaamini yote haya ni kweli kwa sababu Mwenyezi Mungu alisema, na kwa hivyo vipo, wala tunaje kuvijua sasa hivi, wala tunaweza kutakhayal, kuweza kuimagine, kufikiria tu, lakini hasa siku ya siku na Mwenyezi Mungu atuweke mbali nayo. Kana taluha kaannahu ruus shayatin, matunda yake kama vichwa vya shetani. Wallahi inatisha sana. Naam, kwa hivyo hapa fa innahum laakiluna minha famaliuna minha albutun. فإنهم لآكلون منها، بس حقيقة بلا شك لآكلون منها وتيال هايو فمالئون منها البطون وتجازى ويقول هيبي matumbo yao. فمالئون منها البطون وتجازى matumbo yao kwa vitu hivi. Abu Jahl alipoambiwa الزقوم kasema إنما الزقوم التمر والزبد الزبد. هاي الزقوم تende na zabd atazaqamuhu. Atazaqum manake kutafuna na kula kwa shida na kitaki kupita. Tende na zabd hii atazaqamuhu. Zaqum kitu gani kingine? Yani kama fanya maskara. Ala ndio hivyo tu ndio hapo ndio akaambiwa nini? Ndio akaambiwa kwamba inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Hata wakafanya istizai na maskara, tafuna basi zakum na uje mzakum kitu gani? Kwa sababu haamini, kwa hivyo wanafanya maskara. Atazaqamu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwa hadithi ya Ibn Abbas, sallu ala nabi. يقول ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أو بمعنى تلا هذه الآية، أمسوم آية هذه الآيات
إنها شجرة تخرج في أصل جحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. baada kusoma aya hizi akasema Mtume صلى الله عليه وسلم ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih, mcheni Mwenyezi Mungu kama kwa njia ya haki ya kumcha hasa kwa kuogopa kweli kweli. Tena ittaqullaha haqqa tuqatih, akasema falau anna qatratan min az-zaqum, falau anna qatratan min az-zaqum, law tone lam zaqumu qatarat fi bihari dunya, ukadondokea katika bahari zote za dunia. Qatra tone tukadondokea katika bahari zote za dunia. qatarat fi bihari dunya la afsadat ala ahli al-ardh maishahum, ungeliharibu na kufisidi watu wa ardhi wote wanaoishi, maisha yao yakafisidika yakaharibika. فكيف بمن يكون طعامه، فكيف بمن يكون طعامه، itakuwaje hali siku hiyo ikiwa ndo chakula chake hicho, ikiwa tone moja qatratun min qatarati zaqum ikidondoka katika bihari dunia, la afsadat ala ahli al-ardh ma'aishahum, ungeliharibu maisha yao yote watu ardhi wote. Ikiwa hii hali ya tone moja kuanguka duniani, fakaifa yakunu au fakaifa biman yakunu taamuhu, atakuwa hali gani ikiwa ndo chakula chake hicho tena wajaze matumbo yao hicho, hakuna chakula kingine. Kwa hivyo taanzia kwa ittaqullaha haqqa tuqatih, mcheni Mwenyezi Mungu kama ipasavyo kumcha. Subhanallah. طيب فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. nao basi bila shaka watayala hayo na wajaze matumbo, albutun matumbo. Na tumesema sisi kwamba ikiwa huu mti kama ulivyosema kwamba min asli jahini, ufikirie vitu vingine ambavyo venye kuyayuka na vinakuwekwa motoni. Fikiria alafu ni khudhu fa khulu thumma jahima thumma fi silsilati dharuha sabuna dhira fasluku, wanaofungwa katika minyororo au maqami' min hadid au nguo zao wanazovaa sarabilu min qatiran kalami kama lami. Lami ingeliunguza mpaka kayusha, lakini mbona inabakia lami vile vile inaunguza. Vitu vya motoni Mwenyezi Mungu anavyoviumba tofauti na sifa za vitu duniani kabisa, hata ikiwa na share jina moja, lakini vitu vya motoni vimeumbwa kwa ajili ya motoni. Na malaika zabania sasa, mbona wao wateketei wala kuungua na wenye kuungua binadamu huyu yuko motoni na huyu yuko motoni, huyu anatekeleza kazi ya Mwenyezi Mungu, malaika zabania au si, lakini anaungua na wao wanateseka. La wallahi hateseki, si wote wako motoni. Kwa hivyo ku question kwamba vipi kitu hichi kinachemka kinaungua kinayuka kinapotea katika hewa, basi vipi itakuwa? La wallahi, maqami min hadid, hadidi hiyo inabaki hadidi kafunga, hata haviungui wala kuyayuka, inabaki vile vile na vimo motoni. Kwa hivyo kadhalika الشجر الزقوم inakuwa hali hiyo. Na tunaposoma katika, tumesema mara tatu imetajwa Qur'ani zaqum, katika Safat imetajwa, na katika Dukhan inna shajarata zaqum ta'amul athim kalmuhl yaghli fi albutun, na katika waqa'at alwaqi' imetajwa la akiluna min shajarati zaqum famaliuna minha albutun, na hapa iko hivyo فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم. kule katika الواقع
فشاربون عليه من الحميم ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم. طيب hapa tukitazama kama surati Isra katika aya 60 nafikiri inasema ni wama ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nasi wash-shajarata al-mal'unata fil Qur'an. Wakasema wafasiri wama ja'alna ar-ru'ya allati araynaka, hatujalia kuona kwako katika safari yako ya Isra na Mi'raj. Na surat Isra imetaja habari ya nini? Habari ya safari ya subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Kwa hivyo wama ja'alna ar-ru'ya allati araynaka linuriyahu min ayatina. Halafu baadaye ikatokea safari ya nini? Safari ya kwenda juu. Safari Isra ni mwendo kutoka Maka mpaka nini? Mpaka Bait al-Maqdis Palestina. Na Mi'raj thumma urija ila samaa ad-dunya, min as-samaa ad-dunya ila as-samawati as-sab'a ila sidrati al-muntaha ila jannati al-ma'wa kama ilivyokuja katika surati an-Najm. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين عدنا فأوحى إلى عبدي ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى نتي شك قالونا ولقد رآه نزلة أخرى أمامنا جبريل مرابيلي عند سدرة المنتهى walipofika mpaka nini inda sidratul muntaha kwenye kunazi unaoishia mambo ya dunia yote hapo ndo mipaka baina mambo ya dunia na mambo ya akhira malakuti la juu huko indaha jannatul ma'wa idh yakhsha sidrata ma yakhsha ufunika ule mkunazi vitu vile ufunika lakini ma zagha albasar wa ma tagha alijapotea wala aliyadhulumu wala hajafanya chochote cha uovu jicho la Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini laqad raa min ayati rabbih al-kubra. Laqad raa min ayati rabbih al-kubra. Na hii tafsiri mbili zipo. Laqad raa kwa hakika ameona min ayati rabbih, katika ayat ishara za Mola wake al-kubra zilizokuwa kubwa kabisa. Kwa hivyo kila anachokiona ni kikubwa kwa sababu hakuna duniani. Sio? Vilivyokuwepo huko juu ameona watu wakiteketezwa katika moto, wenye kukuna kwa makucha ya shaba matumbo yao wala riba, wenye siju kufanya nini, wenye kulalama kwa wenye kusema watu wanakula nyama za mbichi. Subhan, mambo chungu zima aliona Mtume sasa akaelezea. Sio? Laqad raa min ayati rabbil kubra, ameona katika ayati za Mwenyezi Mungu kwa kubwa za duniani zote, ayati sughra wala chochote mbele ya vitu hivyo. Sio? Lao mngeliona au lao mngelikuwa mnajua kama ninavyojua mimi. Mtume sasa akasema lao mngelikuwa mnajua kama ninavyojua nini, mngelifanya nini? La dhahiktum qalila wa la bakaytum kathira, mngelicheka kidogo na mkalia sana. Lakini Mwenyezi Mungu amempa moyo imani kubwa ya kuweza kustahimili yote haya. Achukuliwe mtu duniani apeleke pap dakika moja alafu arudi, hatotoka msikitini, atalia kutokucha au uongo. Akiona haja huko ndo moto hali asubutu, hatumwona mke mzuri wala mali nzuri wala watoto wazuri chochote. Ndo kama wale anasema nini, kwamba mtu akaambwa zao kwa motoni kule, akaambwa haya shuka basi nenda siku moja tu, hatakwenda benki wala hatakwenda nyumbani kwa watoto wake wala hatakwenda gari yake chochote. Atakwenda zake moja kwa moja msikitini, akae kutokucha sali afanye abudu basi au uongo. Kwa nini? Sababu laqad raa min ayati bil kubra. Akasema Sheikh Sha'rawi maana hii laqad raa pia akaeleza laqad raa min ayati rabbih, na kwa hakika ameona katika aya za Mola wake al-kubra, lilokuwa kubwa kabisa ameliona. Nani lilokuwa laqad raa min ayati rabbih, katika ayati za Mola wake ameona al-kubra lilokuwa kubwa kabisa, nalo al-manzar an-nazar ila wajhi al-karim. Hii rai ya Sheikh Sha'rawi وصنيني لقد رأى من آيات بالكبرى، يعني هل أممونا Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la jamuna vipi na vipi, hayo yote si muhimu. Almuhimu amemwona jamuna kwa njia gani, nuru ya Mwenyezi Mungu au vipi au wote vile. Kuna wanaosema kwamba amemwona na kuna wanaosema hawajamwona. Hii katika fi khilaf katika ta'wil na mambo kama haya, lakini
tuje kwamba Mwenyezi Mungu anavyosema hapa fa innahum la akiluna minha famaliuna minha albutun utakula na tumeona hii aya وجعلنا الرؤيا كوسي hapa tuielezee aya ya sura Isra وما جعلنا الرؤيا التي أريناك na hatujafanya ile ruya ile tulokuonesha ile tulokuonesha illa fitnatan linnas na imetukazia fitna aliporudi akaelezea ameona hichi na hicho watu akamwambia Mungu bali kuna waliosimwa wakati katika Uislamu waliofitinishwa jambo hili fitna jahannam mkubwa na Abu Jahl anapita kutembea akamwona Abdullah ibn Abi Quhafa mnamjua Abdullah ibn Abi Quhafa nyewe mnamjua Abdullah ibn Abi Quhafa mnamjua nani ndio Abu Bakr Siddiq Abu Quhafa naam Abu Bakr Siddiq alipoambia Abu Jahl njoo leo tukupe mpya leo tumbaku leo nini anasema yaz'um sahibak anajigamba anajidai sahibi yako kwa makenda kapaishwa mpaka juu peponi na karudi katika juzu minal sehemu ndogo ya usiku Abu Bakr Siddiq anamjibu ambaye kana qal faqad sadaq ikiwa amesema basi amesadikisha kweli hata wewe naamini kama naam tunaamini kauli zilizotoka mbinguni tunaamini kwenda kwake na kurudi jambo la desturi tu subhanallah ndio kaitwa Siddiq au sio kwa hivyo hapa وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن مفسرين وسمعين بشجرة الزقوم فسأبقى كنا كي تتاجوا هذا كما يقول والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم نقول نسمى تقول شاوة ومتوني ليس لهم طعام إلا من ضريع بمعنى ليس شجرة الزقوم وضع عليه إذا شجرة الزقوم ليس له طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع أنا chakula isipokuwa kutokana na dhalim miba na chakula kichungu shadidi almarara miba mikavu kabisa yenye kuchoma na shadidi almarara uchungu mwingi tena moto kwa sababu ina asili jahim shadidi alharara pia لا يسمن ولا يغني من جوع hayanenepeshi wala yasaidii kuondoa njaa hayashibishi mwenye kula kila anajiona dhaifu tu na inamzidisha njaa kila kitu unadhani inazidisha njaa sio unajaza tumbo unajaza kwa alhamdulillah sana sasa tumbo limetokeza la kula hata ukila utajaza tumbo lakini bado unaona na njaa tu na kiu alete maji hamim maji ya moto subhanallah bali jua yote yao wayajilubu alam na inaleta maumivu makali na inazidisha maumivu ya kudumu saqam tasmama hapa inshallah leo hadha wallahu a'lam